Imependeza Mungu tujifunze hiki kitu, ibada inayovutia uwepo wa Mungu. Kwa nini tunajifunza hiki kitu? Kwa sababu sisi wote hapa tumekuja hapa kwa sababu tunatamani tuguswe na uwepo wa Mungu. Tunatamani tuone, tunatamani tusikie uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Na ndio maana kuna siku ambazo watu ukija ibadani tunatoka tunalalamika, ibada ya leo ilikuwa kavu. Kwa nini? The presence of God was not there. Kwa hiyo kinachofanya mtu aje kuabudu ni kwa sababu ndani ya moyo wake iko DNA ambayo Mungu ameiweka. Ni asili ambayo, maana tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa ule mfano wa Mungu ambao uko ndani yetu huwa una asili ya kufanya ibada. Na sasa si ibada zote huwa zinavuta uwepo wa Mungu. Si kila ibada tunayofanya huwa inavuta uwepo wa Mungu. Kuna ibada ambayo ukifanya kwa namna fulani utasikia uwepo wa Mungu unakuja mahali pale. Unaweza ukaifanyia kanisani, unaweza ukaifanyia peke yako, uko peke yako unatembea barabarani, ukafanya hivi vitu ambavyo tunataka kuviangalia, utashangaa uwepo wa Mungu unakutembelea mahali pale. Ingawa vitu ambavyo nilitamani tuviongee hasa ambavyo ni muhimu ni vile ambavyo tunapofanya corporate worship, tunapofanya ibada ya pamoja. Kwa hiyo kuna mambo mengine nitaongea ambayo yanahusu ibada ya mtu binafsi, individual worship. Ukitaka ibada yako kama wewe iweze kuvutia uwepo wa Mungu pale pale ulipo, au tukitaka sisi kwa pamoja kama tulivyokusanyika namna hii uwepo wa Mungu uwepo katikati yetu, ni mambo gani yanapaswa yafanyike? Kwa sababu wote tunahitaji uwepo wa Mungu. Kila mtu hapa, kuna watu wanahama makanisa kwa sababu alitembelea mahali fulani, alipofika kwenye ile ibada alisikia hali ya hewa fulani ya kimungu, anasema na wiki ijayo nitaenda kule. Lakini kumbe hivyo wanavyovifanya wale kule ambao wanasema na wiki ijayo nitaenda kule, hata sisi mtu yeyote anaweza akavifanya, na hiyo manifestation ya uwepo wa Mungu ikatokea kwenye maisha yake. Inawezekana popote. Mungu anaweza kujidhihirisha popote, vyovyote, kwa mtu yeyote, ili mradi vigezo na masharti vikizingatiwa. Mnakumbuka ule wimbo, uliniumba nikuabudu, uliniumba nikuabudu, kwa ajili yako mimi naimba, kwa ajili yako mimi nasifu, kwa ajili yako mimi uliniumba nikuabudu. Katika Isaya anasema watu niliojiumbia nafsi yangu wapate kuzitangaza sifa zangu. Wewe na mimi tumeumbwa kwa ajili ya Bwana. Na mmoja tunakumbuka katika Mwanzo, Mungu alimuumba Adamu ili apate kutawala na kusimamia rasilimali alizoziumba. Lakini cha pili, sasa huo ni upande wa majukumu ya kimwili ya mwanadamu na lengo la mwanadamu kubwa. Lakini kuna majukumu yale ya kiroho. Majukumu ya kiroho, Mungu alituumba sisi sote tumwabudu, na tumwabudu yeye peke yake. Japokuwa kuna mahali huwa tunafika tunaanza kuabudu nguo zetu, tunaanza kuabudu mabosi wetu, tunaanza kuabudu familia zetu, tunaanza kuabudu vitu, tunaabudu mambo mbalimbali, tunaabudu miungu, tunaabudu miti, tunaabudu vitu. Lakini Mungu alituumba ili tumwabudu yeye peke yake. Ndio maana kama kuna sheria kali ambayo Mungu alisisitiza, akasema usiabudu kitu kingine chochote tofauti na mimi, wala usivisujudie, kwa kuwa mimi ni Mungu mwenye wivu, huwa nawapatiliza wana maovu yao. Kutoka kizazi cha kwanza hadi cha 4. Mkiacha kumwabudu Mungu, Mungu huwa anasikia wivu, na wakati mwingine anaweza akaachilia hasira yake dhidi ya wale ambao
vitu vingine. Mungu ametumba sisi wote hapa ili tumwabudu. Wote hapa, wewe unayenitazama, wote tumeumbwa ili tumwabudu Mungu, na Mungu peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa ni mmoja peke yake. Mungu anatamani tupate huo uelewa, ifike mahali tuwe na huo uelewa ya kwamba sitaabudu kitu kingine ila wewe peke yako. Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego walipoambiwa kule Babeli ya kwamba mfalme ametengeneza sanamu, na kila mtakaposikia sauti ya mlio fulani, watu wote mnatakiwa kupiga magoti na kusujudu na kuanguka mbele ya sanamu ya mfalme. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wana ufahamu huo ambao natamani kila mmoja wetu aupate. Wakamwambia mfalme ya kwamba sisi tunafahamu anayestahili kuabudiwa ni Jehova peke yake, ni Elohim peke yake, ni Adonai peke yake. Hatutaiabudu hiyo sanamu. Wakawatishia adhabu ya kuwatupa katika tanuru la moto. Wakamwambia mfalme, sisi hatuko tayari kutupwa kwenye tanuru la moto. Mungu akituokoa tutashukuru, hata asipotuokoa hatutaweza hata kidogo kusujudia sanamu yako, ewe mfalme, maana sisi tunajua anayestahili kuabudiwa ni Mungu wa majeshi peke yake. Mungu anatamani watu, wanawake wachache, vijana wachache wenye ufahamu wa namna ya kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu wa mbingu na nchi, aliyeziumba mbingu na nchi peke yake. Wakawakamata wakawatupa kwenye tanuru la moto. Asante Yesu, kwa sababu ningekuwa nafundisha gharama, ningekuwa nafundisha juu ya kutunza utakatifu, ningejimwaga zaidi kwenye hilo eneo. Shadraka, Meshaki na Abednego wakati wanasema kwamba hatutaabudu hiyo sanamu, walikuwa hawajasikia sauti yoyote ya Mungu ikiwathibitishia kwamba kwa hakika imekubalini tu kwenye moto itawaokoa. Hakukuwa na sauti kama hiyo, lakini kwa sababu ya ile commitment na uelewa waliokuwa na juu ya Mungu, wakasema tuko tayari hata kufa kuliko kusujudia kitu ambacho hakipaswi kusujudia. Hiyo ndio gharama ambayo Mungu anatamani tufike mahali. Si kila kwamba tunajirahisi kwa vitu fulani kwa urahisi sana, unajinajisi maisha yako ya rohoni kwa urahisi sana. Hili Shadraka, Meshaki na Abednego wasema tutafanya hivi, na Mungu akawatetea watu wanaoelewa ya kwamba Mungu pekee ndiye anayestahili kuabudiwa. Mungu huyo anasimama upande wao. Mungu ametuumba sisi wote tupate kumwabudu. Sasa mahali hapa tukitaka ibada yetu, tukitaka mahali hapa ibada yetu iwe inajawa, iwe uwepo wa Mungu unaachiliwa mahali hapa, kuna mambo kadhaa ambayo yanatakiwa yafanyike. Ya kwanza, kuabudu kunakovuta uwepo wa Mungu ni kula kuabudu ambako kunatoka kwenye moyo safi na mnyenyekevu. Ibada inayovuta uwepo wa Mungu ni ile inayotoka kwenye moyo safi na mnyenyekevu. Moyo unaosema mimi nipungue, wewe uongeze. Hata kama mimi ni bosi kule ofisini, lakini mimi nipungue, wewe uonekane. Maisha yako yamuonyeshe yeye.
maisha yako yamuinue yeye, kuzungumza kwako kumwinue yeye, kufikiri kwako kumwinue yeye, kumwonyesha yeye, lakini pia hata hali ya moyo wako iwe katika hali ya unyenyekevu, moyo safi, alafu moyo unyenyekevu. Zaburi 34:18 inasema, Zaburi 34:18 inasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Haimaanishi waliokata tamaa, waliovunjika moyo, yaani ambao mioyo yao ni milaini, ni mioyo ya nyama. Mungu akiachilia neno kwenye ule moyo unakuwa na utayari wa kulitekeleza. Mungu akisema piga magoti sasa hivi, hata kama ni kwenye vumbi, kwa sababu moyo ni moyo wa nyama, utapiga magoti, maana ndicho Mungu anachokitaka. Kwani nakugharimu nini kwenda kufua baada ya kufungulia uwepo wa Mungu kwenye maisha yako kwa kutii kitu kama hicho? Moyo safi lakini mnyenyekevu. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na huwaokoa waliopondeka roho. Zaburi 51 mstari wa 17. Zaburi 51 mstari wa 17. Dhabihu za Mungu. Nina Kiswahili hapo ambacho dhabihu za Mungu, mstari wa 17. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hautaudharau. Ndiyo maana nasema ibada inayovuta uwepo wa Mungu inatoka kwenye moyo uliovunjika na kunyenyekea. Kwa nini? Mungu huwa hana uvumilivu akikutana na huo moyo, huwa lazima ajidhihirishe, ajifunue kwa mtu kama huyu. Kwenye moyo wa namna hii, moyo uliovunjika, moyo ulio laini, moyo ulio tayari kuelekezwa, moyo ulio tayari kurudiwa, moyo ulio tayari. Kwa lugha nyingine, moyo uliovunjika na kupondeka ni moyo ambao uko tayari hata kutubu na kukiri makosa ambayo yamefanyika. Mtu unakosea, unaanza kuangaisha wazee wa kanisa mpaka eti watafute mashahidi wa kukushuhudia kwamba kweli huyu tulimuona, ushahidi huu hapa. Ukishaona hivyo tu, hakuna moyo uliopondeka mahali pale, na kwa mtu kama huyo hamna presence ya Mungu. Mungu, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika na moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu huwa hachelewi, anashuka mahali pale. Ndiyo maana Daudi, hii Zaburi ya 51 ni zaburi ya toba ya Daudi. Alikuwa amefanya kitu kibaya, lakini kwa moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu aliweza kujifunua kwa Daudi kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Wewe ni nani na mimi ni nani ikiwa wazee 24 ambao wana viti vyao vya enzi wanazivua taji zao mbele ya huyu Elohim, mimi na wewe ni nani? Sisi tunapaswa kwenda zaidi na Mungu alivyo mbabe. Alisema hivi, ninyi wanadamu mkinyamaza kunisifu na kuniabudu, nina uwezo wa kuinua mawe yakanisifu. Sasa tuko tayari mawe ya msifu Bwana wakati na sisi tupo? Hapana, isifike huko. Kwenye Zaburi kuna sehemu inaandikwa, mito na ipige makofi. Yaani mito ikifika bali wanadamu mmegoma kumsifu na kumpa heshima yake, basi Mungu anaweza kaamuru mito ikapiga makofi.
Mungu huwapinga wajiinuao, wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Tukifanya ibada inayotoka kwenye mioyo ya namna hiyo, tutaona Mungu akijidhihirisha katikati yetu kwenye ibada zetu. Moyo safi. Kama kulikuwa na makwazo yametokea, sijui kuna vitu vimetokea, unahakikisha vimeondoka. Ukija kwenye ibada, moyo wako uko safi. Tukiinua mikono hivi kumwabudu Bwana, Mungu anasema hapo nastahili kujifunua, anajidhihirisha. Pointi ya pili, ibada inayovuta uwepo wa Mungu. Kuabudu kunakovuta uwepo wa Mungu ni kuabudu kunakofanyika katika roho na kweli. Kuabudu kunakofanyika katika roho na kweli. Katika Yohana 4:24 inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye lazima wamwabudu, au imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Anaposema kumwabudu katika roho, maana yake ni nini? Maana watu wengi tunalifahamu hili andiko, lakini na wasiwasi kama tunafahamu huwa linamaanisha nini. Na ndio maana kuna vitu fulani tunavipuuzia. Iko hivi, kumwabudu Mungu katika roho, uwe ni mwimbishaji unaongoza wengine kumsifu Bwana na kuabudu. Uwe sio mwimbishaji, lakini linapokuja swala la kuabudu katika roho, inamaanisha unategemea nguvu za Roho Mtakatifu zikuwezeshe kuabudu. Ngoja nirudie, maana hamjanielewa. Kuabudu katika roho maana yake ni kule kuwa na hali ya kutegemea Roho Mtakatifu akuwezeshe kufanya hiyo ibada, kwa sababu sisi hatujui kumwabudu inavyopaswa, isipokuwa kwa Roho Mtakatifu tunaweza tukawezeshwa, tukapewa stamina, tukapewa nguvu, tukapewa uwezo, tukikatiliwa neema ya kutufanya tumwabudu Mungu inavyotakiwa, mpaka anashawishika, hapa napaswa nijidhihirishe na uwepo wangu. Sasa huwezi kumwabudu Mungu katika roho kama hujajaza Roho Mtakatifu. Huwezi kumwabudu Mungu katika roho kama Roho Mtakatifu alishazimika ndani yako. Kwa kama Mkristo na kama mtumishi wa Mungu, na wakati mwingine nikiongea hasa na waimbaji wanaoongoza, unapoongoza wengine ili ule wimbo uweze kuathiri maisha ya watu unaowaongoza, kwa lugha nyingine, kuimba katika roho maana ni kuimba katika nguvu za Roho Mtakatifu. Unapoimba unaachilia na nguvu za Roho Mtakatifu zinaenda na yale maneno. Ndio hapo unaanza kuimba, hali ya hewa inabadilika, anga linabadilika, nywele za watu zinaanza kusisimuka. Unashangaa, hujamwambia watu nyanyueni mikono, wananyanyua. Hujamwambia watu pigeni magoti, wanapiga magoti. Kwa nini? Kuna nguvu ya kiungu ambayo wakati unaimba ule wimbo inatoka kwako, inaingia kwenye maisha, inawagusa. Ile DNA ya kuabudu inakuwa activated. Utashangaa wanaanza kunyanyua mikono, kwa sababu kuinua mikono ni njia mojawapo ya kuonyesha unaabudu au unaheshimu kila ambacho unakiabudu. Lakini pia kupiga magoti ni njia mojawapo inayoonyesha ya kwamba unaabudu. Hizo ni postures za kuabudu, ni postures zinazoashiria mtu anaabudu. Kulala kifudifudi chini, kulala chini na kulala chini kifudifudi, hizo zote ni namna ambazo ukifanya matendo kama hayo yanadhihirisha kuabudu. Na hicho kitu huwa kinatanguliwa na sifa. Zikipanda mbele za Mungu, sifa zikienda kwa namna ambayo ni nzuri, zinasababisha Mungu kwa sababu sifa zinatengeneza kiti cha Mungu kuja kuketi. Kwa Mungu akija kuketi kwenye zile sifa, ndio haya matendo unaanza kuyaona. Ndio maana waimbaji, hasa wale mnaoongoza kusifu na kuabudu, wanakwaya, wanani,
mnatakiwa mnapoimba wimbo wenu, mnatakiwa muwe na kwenye akili zenu muwe na haya mawazo ya kwamba kazi ambayo tunataka kuifanya ni kuhakikisha hawa watu tunaowaongoza tunawaconnect, tunawaplug, kama ni pasi unaichomeka kwenye umeme, kwa tunawachomeka kwenye umeme wa mbinguni. Yani nyimbo zetu ziwapeleke watu, ziwatoe mwilini, ziwapeleke mahali ambapo presence ya Mungu inapatikana. Na ikiwezekana mkianza huo wimbo wa sifa, kabla hamjaumaliza, watu tayari wakamate ule uwepo wa Mungu, waanze na kuabudu moja kwa moja. Zile break mnatuambia kama sasa tumefika wakati wa kuabudu, hazitakuwepo tena. Mkifanya sifa inayostahili. Na ndiyo maana nimekuwa nikisema hivi, tunatakiwa tutofautishe uimbaji wa kwenye sherehe, wa kwenye tamasha na wa kwenye ibada. Lazima hivyo vitu viwili vitofautiane. Kwenye sherehe watu wana hisia za kuburudika zaidi. Sasa wakati mwingine mnaziletaka hapa kwenye ibada, mnataka watu waburudike, namna ya uchezaji, namna ya yani watu waburudike, wakati wanatakiwa kumsifu Mungu kwa namna ya ibada. Mtu anatakiwa atafakarishwe, ufahamu wake ufocus kwa Mungu, awe na hali ya kutafakari, na hiyo ndio itawezesha mazingira ya yeye kuconnect na Roho Mtakatifu mmoja kwa moja wakati anaimba ule wimbo wa sifa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Kabla wimbo haujaumaliza tayari machozi yalishaanza kumchokezea huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu umemuongoza katika namna ambayo ni ya kutafakarisha, anajikuta ameconnect na mbingu. Ndio unakuta watu tayari wengine walishaanza kunena kwa lugha hata kabla hajafika kipindi kile ambacho huwa tunakiita ni cha kuabudu. Kwa kuabudu na kusifu kitu kimoja. Kuabudu katika roho, kuabudu katika kweli, manake ni kwa msingi, based on the word of God, based on the truth that is in the word of God. Kuabudu katika kweli, manake ni kuabudu katika neno, maana Yesu ndiyo kweli. Yohana 14 mstari wa 6. Yesu ndiye kweli. Kwa ni kuabudu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa kutegemea kuongoza na nguvu za Roho Mtakatifu na kuzuia na nguvu za Roho Mtakatifu, lakini pia katika msingi wa neno la Mungu. Sio kwa kadri wa Masai wanavyoabudu, sio kwa kadri wa Sukuma wanavyoabudu, kwa kadri neno linavyosema. Kuna njia nyingi za kusifu neno linavyosema. Kuna kupiga makofi, kuna kurukaruka, kuna kucheza, kuna vyote ambavyo vimesema kwenye neno la Mungu. Na hivi vyote Roho Mtakatifu anavijua. Wakati wa sifa anaweza akaachilia kucheza. Watu acheni hizi fujo mnazozifanya wakati mwingine mnatuamrisha haya wote sasa. Sasa 1 2 3 hivi huko ni kuitafia kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafahamu watu wanatakiwa wacheze kwa namna gani. Ana uwezo wa kuwaongoza watu. Na in fact Biblia kucheza kwa neno la Kiyunani ni kurukaruka. Na nyinyi washirika, wakati mwingine mnazingua sana. Yeye utakuta wakati wa sifa mtu kakauka namna hii, amekauka. Jamani, wewe unataka hisia atakadogo kweli jamani? Jamani tuacheni. Kuna kahisia hata kadogo. Ndio maana sasa waongozaji inabidi watulazimishe hayaruka namna hii. Kwa sababu sisi wenyewe hatusikilizi yale mawimbi ya Roho Mtakatifu kwamba sasa hivi wakati wa sifa natakiwa nifanye nini. Inabidi waongozaji waingilie kati sasa. Maana hao wanazingua, hebu ngoja tu badilisha hali ya hewa. Haya wote namna hii, kushoto, kulia, pita mikono namna hii. Maana mtu yani hauna ushirikiano. Sasa tukija pamoja kuabudu namna hii,
hukumu wa Roho Mtakatifu kupenyeza mahali pale kwenye kusanyiko. Naomba tubadilishe ibada zetu kuanzia wiki hii. Kuanzia sasa hivi tunakoelekea, ibada zetu zibadilike. Kila moja ukija siku ya Jumapili kuabudu, ukifika wakati wa sifa, hakikisha unajiachia, unamsikiliza Roho Mtakatifu anakuongoza kufanya kitu gani. Ndio maana tungekuwa na viti hapa ya plastiki. Kuna wengine unasikia tu ananyanyua kiti, ananyanyuka nacho, anaanza kurukaruka. Hizo zote ziko kwenye maandiko. Ndiyo namna ya kumsifu Mungu na kumshawishi aje katikati yetu na kuachilia uwepo wake. Na kumbuka, uwepo wa Mungu kiachiliwa katikati yetu, uwepo wa Mungu kiachiliwa katikati yetu, mahitaji yetu yote yanaanza kushughulikiwa. Mahitaji yetu yote yanaanza kushughulikiwa. Na jana wakati wa semina, kuna swali niliulizwa kuhusiana na hiki kitu. Nikasema kwamba hivi ni lazima kila tunapomaliza kuabudu yafanyike maombezi ya mahitaji. Maana si ndio ratiba yetu siku hizi? Sasa wakati mwingine tunaifanya kama utaratibu wa kidini. Wakati mwingine Roho hayuko hapo. Lakini tungemwachia Roho Mtakatifu. Kuna siku zingine hatupeleki mahitaji yoyote, tunaacha pure worship. Yaani kuabudu inakuwa ni kuabudu moja kwa moja. Watu wanamwadhimisha Bwana. Baada ya ibada ya kuabudu, watu wanamwadhimisha Bwana na kumwinua na kumtukuza. Utashangaa viwete wameanza kunyanyuka, wenye magongo wanaanza kuyatupa. Kwa nini? Mkifanya ibada ya kumshawishi Mungu akashuka katikati yenu, hata mahitaji huwa yanaanza kujibiwa. Lakini watu sasa huwa hawaamini. Ni mpaka mtumishi aliyehubiri aniwekee kanisa mkono ndio mtu anaamini. Sasa hapo upako umeingia sasa. Mungu afanyaki kazi namna hiyo. Mungu ni Mungu na njia zake ziko juu sana. Ana uwezo wa kukutembelea hapo ulipo bila ya kuguswa na chochote, na shida yako itayeyuka pale, ili mradi tutengeneze mazingira ya uwepo wake kushuka kwako. Hallelujah Jesus. Pointi ya 3, ibada inayo shusha uwepo wa Mungu na kudhihirisha uwepo wa Mungu ni ibada iliyojaa sifa na shukrani. Ibada iliyojaa sifa na shukrani, sio manunguniko, sio mahitaji. Unakuja mbele za Mungu na list ya mahitaji 100 kidogo. Zaburi sura ya 100 mstari wa 4 inasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Sio kwa kuwa na mahitaji mengi sana, sio kwa malalamiko. Mimi mbona nimeomba sana, mbona yule amejibiwa, mbona mimi hamna, mbona mimi sina hiki. Protocol, itifaki ya kuja kumwabudu Mungu. Ingieni malangoni mwake. Hata kama nyumbani umeacha hamna chakula, ukitoka ibadani haujui utaenda kula nini. Na ndio maana wakati mwingine jamani, tuchukie umaskini. Umaskini nao ukikizidi, huwezi hata kumwabudu Mungu vizuri. Wakati ibada inaendelea, umenyanyua mkono namna hii, shetani anakukumbusha. Nilikumbuka nyumbani hapasomi. Kama karibu kalipa kameanza kuconnect kote kanayeyuka. Tuchukie umaskini jamani. Lazima tuwe na vitu. Mungu atusaidie tuwe na vitu. Ngoja nisikae sana hapa. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru na nywani mwake kwa kusifu. Maana Mungu hukaa katika sifa za watu wake.
Ukitaka umpate Mungu, anakaa kwenye sifa. Wewe tengeneza sifa. Zaburi 22 mstari wa 3. Wewe uketie katika sifa za watu wako. Ndio maana kina Paulo na Sila wakiwa gerezani, badala ya kulalamika, unaona sasa Bwana, sisi tumekutumikia kwa nguvu zetu zote. Hayo ni maombi sasa yanaendelea. Tumekutumikia, tumejitoa, wakati mwingine tumefunga, lakini ona sasa tuko gerezani. Ona hili minyororo iliyonizidi, ona na hili katala ambayo imetufunga. Lakini badala ya kina Paulo kusema hayo maneno, wakasema wewe ni mkuu, watenda maajabu. Huku minyororo iko mkononi, wewe ndiwe wa pekee. Wako gerezani, wewe ndiwe wa pekee, wewe ni mkuu, watenda maajabu. Yani hawana habari kabisa wako wapi. Wafungwa wengine mkao wanashangaa, hizi jemba hizi zimeingia hapa leo, aisa tujawahi kuona wafungwa wakati wanamsifu Mungu namna hiyo, kwa sababu huketi katika sifa. Mungu alishuka kwenye zile sifa, gereza likaanza kutetemeka. Ndio maana nimekwambia, ukimsifu Mungu in the right way, ataachilia tetemeko kwenye shida zako, ataachilia tetemeko kwenye minyororo yako. Makufuri yaliyokufunga yataanza kuachia yenyewe, kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kusimama mbele za Mungu wa majeshi akijidhihirisha mahali. Kila kitu huwa kinasujudu. Ndio maana sanduku la agano walipoliweka kwenye hekalu la Dagoni, kesho yake wakaikuta sanamu ya Dagoni imesujudu mbele ya sanduku la Mungu wa Yehova. Wakainyanyua, kesho yake wakakuta imekula mieleka mpaka na viungo vyake vimekatika. Kwa nini? Mungu wa majeshi, hakuna kitu kinaweza kikasimama mbele zake kikawa na ubishi. Hakuna pepo likawa na ubishi, hakuna ugonjwa utakuwa na ubishi mbele ya Mungu wa majeshi akijidhihirisha. Lazima tuijue hii teknolojia. Wewe ndiwe wa pekee, wewe ndiwe wa pekee. Pointi ya 4, ibada inayokuta uwepo wa Mungu ni ibada iliyojengwa kwenye msingi wa utakatifu na utii. Msingi wa utakatifu na utii. Zaburi 24:3-4. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Hilo ni swali. Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. 33 mstari wa kwanza. Zaburi 33 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki. Halafu kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo, manake waelekee, waadilifu, walio na utakatifu kwenye mioyo yao. Na wapendwa, niwaambie, moyo ndiyo silaha kubwa, ndiyo mtaji mkubwa to purchase, to buy the presence of God. Hiyo ndiyo hela ya kununua uwepo wa Mungu. Moyo wako, hali ya moyo wako ndiyo hela ya kununulia uwepo wa Mungu. Moyo wako umejaza
unaelewa vitu gani? Hivyo ndivyo huwa vinavuta uwepo wa Mungu. Lakini hapa ametuambia moyo ulio mnyoofu, lakini pia mtu mwenye mikono iliyo safi, asiyeinua nafsi yake, mtu mwenye aliye na mikono safi na moyo mweupe. Ndio maana ukiona kwenye maisha yako tukumetokea changamoto yoyote ikaleta doa kwenye moyo, hakikisha unalishughulikia hilo doa, ili moyo wako uendelee kuwa na mazingira ambayo ukiingia kumwabudu Bwana aweze kukutika mara moja. Pointi ya 5, ibada inayovutia uwepo wa Mungu ni ibada inayohusisha kujidhabihu, sacrificial worship. Ibada inayohusisha kujidhabihu, kujitoa. Zaburi ya 50 mstari wa 5, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni, gather unto me my righteous people, those who have made a covenant, those who have entered a covenant with me by sacrifice. Ibada yoyote ukitaka ilete uwepo wa Mungu, hakikisha inahusisha kujidhabihu. Warumi 12:1, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Tena hapa anaongelea specifically mwili wako unatakiwa ndio uwe dhabihu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo takatifu, hai takatifu, ya kumpendeza Mungu. Maana hii ndio ibada yenu yenye maana. Kwenye translation zingine, hiyo ndio ibada yenu ya kweli na ya kiroho. Katika Luka sura ya 10, alipoulizwa akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Ibada yoyote ukitaka matokeo mbele za Mungu, akili zako zote zinatakiwa zihusike, nguvu zako zote zinatakiwa zihusike. Lakini leo huwa tunakuja ibadani mpaka tulishawahi kusikia watu wengine tunalalamika, mnawarukisha watu. Sasa unajiuliza, sasa ili andiko tulisoma, hizi nguvu zinatumika wapi? Ni kwenye kulima tu na kubeba mizigo? Linapokuja swala la ibada kwa Mungu, tunaanza kuongea ustaarabu? Hapana jamani. Labda kama mimi sijui kutafsiri maandiko, lakini amesema mpende Bwana Mungu kwa nguvu zako zote. Kama ni kutokwa jasho, tokwa jasho. Hiyo ndio sacrifice, ndio dhabihu, ndio kutoa dhabihu kwenyewe, na ndio itamsababisha Mungu aone hapa ninahitajika, nina uhalali. Unaleta ustaarabu kwa Mungu. God is a king spirit. God is a king spirit. Mungu ni roho ya kifalme. Huwezi ukaivutia hivi kirahisi rahisi. Unaleta vyeo vyako hapa mbele za Mungu, unaleta pesa zako. Andiko anasema mtu hata angeupata ulimwengu wote, yaani dunia yote hii dunia yote ni mali yako, alafu huna Mungu, inasema yaani wewe ni bure. Utafaidika na nini ukipata ulimwengu wote alafu ukapata hasara ya nafsi yako? Linapokuja swala la kumwabudu Mungu, pesa weka pembeni, cheo weka pembeni, kila kitu weka pembeni. Mke wangu atanionaje? Achana na hivyo vitu. Watoto wangu wataniona, achana na hivyo vitu. Funguka mbele za Bwana, mtumikie Bwana kwa nguvu zako zote. Kama Daudi aliyekuwa mfalme, yeye pamoja na ufalme, kama rais sana
mavazi yake yakadondoka. Wewe hata cheo mtaani tu hauna. Hapa tena wewe unaleta ustaarabu mbele za Mungu. Si unatia huruma. Tukitaka ibada inayoshusha uwepo wa Mungu, ukifika wakati wa ibada, fungulia bomba, ikiwezekana ngoa na kopi kabisa. Chafua hali ya hewa ili Mungu aweze kushuka mahali katikati yetu. Kwa sababu ya muda, waliowahi kumgusa Mungu walihusisha sacrifice ya hali ya juu. Ibrahimu ana katoto kwake kamoja, akatoa alafu na akawa yuko tayari kukatoa hapo kamoja. Ndiyo maana Mungu alifanya mambo makubwa kwenye maisha yake. Sacrifice. By sacrifice we can touch God in a special way. Give myself away, oh Lord, give myself away, so you can use me. Alafu uzuri hivi, nimeumbia kumsifu Mungu, tunapaswa tuongozwe na Roho. Yaani Roho Mtakatifu ndiye atakuinfluence. Usifanye kwa nguvu zako bila kumsikia. Roho Mtakatifu atakuinfluence. Si muda wote utatoa kwa jasho. Kuna wakati mwingine utamsifu Mungu kwa utulivu fulani, nguvu za Mungu zinashuka mahali pale. Lakini kuna siku atakuwa violent. Maana ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaotenda. Unaleta ustaarabu, utakuna usikia uwepo wa Mungu dunia nyingine. Pointi ya mwisho, namalizia na pale. Ibada inayohuta uwepo wa Mungu ni ile ibada ambayo inahusisha umoja. Ibada ya pamoja inahusisha umoja, yaani mapatano. Palipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nitakuwepo katikati yao. Mathayo 18:20. Tazama ni vema na tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, maana Mungu ndipo ameamuru baraka mahali pale. Nyakati wa pili, hilo ndiko nilosema tazama ni vema. Ni Zaburi ya 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Zaburi 133 1 hadi 3, mstari wa 11 na 13. Na makuhani walipotoka katika patakatifu, kwa kuwa makuhani wote waliokuwepo walikuwa wamejitakasa bila ya kujali zamu zao, na wapiga tarumbeta na waimbaji walipoungana kwa sauti moja. Hicho ndicho ninachokiongelea. Yaani kwa mfano hapa tulivyokusanyika namna hii, tukitaka uwepo wa Mungu uweze kushuka katikati yetu, lazima tuende kwa pamoja, tuimbe kwa pamoja, tusikizishe maneno tunayosikizisha kwa umoja. Ngoja nisome kwenye hii translation. Anasema mstari wa 13, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Yaani manake walikuwa wamejiandaa kwamba kwenye sehemu hii tutaanguka wote kwenye 7th flat, na tempo itakuwa hivi. Kwa wakawa wanaanguka pamoja, wapiga vyombo. Sio mwingine, nyinyi mmeanguka 7th flat, yeye anaanguka
wanaruka kwenye namba 2. Matokeo yake kinatokea kitu cha ajabu. Sasa wale wasio na muziki hawezi wakaelewa hiki ninachokisema. Lakini sisi wasio na muziki tunaposema flat 5 wanamuziki wananielewa. Yaani music arrangement imefanyika. Kila kitu kinafanywa kwa uzuri. Huwa nawaambia kuna mahali wakasema, yaani kwaya inasimama kuimba, mpiga kinanda wanaanza wimbo, yeye bado anatafuta key. Hivi wanaimbia key gani? Bado anatafuta mpaka wimbo unafika katikati, bado hajaipata key wanayoimbia. Alafu natarajia uimbaji wa namna hiyo Roho Mtakatifu ashuke. God, nimesema Mungu ni roho ya kifalme. Hashawishi, huwa haushawishiwi ovyo ovyo. After all, Mungu anaujua muziki, ni mwimbaji, yeye ndio ameumba muziki, anaimba, kuimba anaimba, kama ni kutunga nyimbo anatunga. Labda kwa faida ya wale ambao kuhudhuria semina, Kumbukumbu la Torati 31, huo wote ni wimbo ambao Mungu aliutunga, akamkabidhi sasa Musa akawafundisha wana wa Israeli. Mungu mwenyewe kautunga. Mungu ni mtunzi wa nyimbo pia, lakini pia ni mwimbaji. Sefania 3:17 anasema atakufurahia kwa kuimba. Yaani ukifanya mambo mazuri yakampendeza Mungu, huwa anaachilia wimbo juu yako. Sijui kama ulikuwa na Sefania 3:17. Mungu anaachilia. Hebu imagine kuimbiwa wimbo na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. How beautiful it is. Umepita kwenye majaribu, umepita kwenye nini, bado umesimika msimamo kwa ajili ya Bwana. Unafika wakati Mungu anasema natunga wimbo kwa ajili ya huyu. Kwa hiyo tukifanya uimbaji hata huwa pamoja, tunapoimba hapa kanisani, tukawa tunaimba ovyo ovyo, hiyo inakuwa ni chanzo cha kufukuza uwepo wa Mungu. Kwa ndio maana ni muhimu au tunasikizisha sauti ambazo haziendi kwa umoja na kwa pamoja. Hiyo ni sumu inayoweza kusababisha uwepo wa Mungu usiwepo katikati yetu, usishuke katika ibada zetu. Kwa hao walisikizisha sauti moja, na wenye panda na matoazi nao wakamsifu. Walipokuwa kama mmoja, wakisikizia sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, na nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kushika zamu zao. Mungu awabariki. Mimi nimemaliza.